Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanaendelea nchini Tanzania jioni ya leo. Bunge la Tanzania latikisika, Paul Makonda atangaza vita bungeni, kauli nzito za zua gumzo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikuonyeshe na nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Bunge nchini Tanzania Dodoma limeingia katika hali ya sintofahamu na hisia kali baada ya waziri Paul Makonda kutoa kauli nzito iliyoashiria hatua mpya ya makabiliano dhidi ya kile alichokitaja kuwa ni uzembe uliokita mizizi ndani ya mifumo ya serikali. Matamshi yake yalibadilisha mara moja sauti ya kikao, yakivuta hisia kali kutoka kwa wabunge katika mgawanyiko wa kisiasa. Wengi katika chumba hicho waliinama mbele alipokuwa akiongea Paul Makonda, wakihisi kwamba maneno yake yalikuwa na uzito zaidi kuliko majibu ya kawaida ya waziri, na wengine kushuku ya kwamba yaliwalenga wao. Mjadala uliofuata ulionyesha kuchanganyikiwa, kuongezeka kwa utoaji wa huduma polepole na uwajibikaji duni. Waangalizi wamebaini kuwa mbinu ya Paul Makonda leo bungeni ilikuwa ya moja kwa moja, isiyo na maelewano, na ililenga kuchochea hatua kali. Hotuba yake ndani ya bunge iliweka msingi kwa kile ambacho wengi sasa wanakitaja kuwa vita vya ndani dhidi ya uzembe katika utumishi wa umma ama ndani ya utawala wa CCM. Paul Makonda alisisitiza kuwa utawala uliopo wa Samia Suluhu hauwezi tena kuwavumilia viongozi wanaoshindwa kukidhi matarajio hata kama wapo ndani ya chama cha CCM. Aliwaonya, alisema kuwa utamaduni wa visingizio umelemaza maendeleo kwa muda mrefu ndani ya serikali na lazima sasa ufikie mwisho na wale wanaowajibika waweze kuondolewa au kufurushwa. Kulingana naye Paul Makonda, afisi za umma zipo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa Tanzania, si kuwakinga wafanyikazi wanaokwepa kuwajibika. Sauti yake ilipendekeza kuwa serikali iko tayari kuchukua hatua kali kutekeleza nidhamu dhidi ya viongozi wanaofanya makosa hayo. Wabunge kadhaa walikubali, huku akiendelea kusisitiza uzito wa ujumbe wake ndani ya bunge hilo. Kauli hiyo ya Paul Makonda iliwagusa wale wanaoamini kuwa mageuzi yamecheleweshwa kwa muda mrefu. Waziri huyo Paul Makonda alidokeza kuwa uzembe unamaliza rasilimali na kuondoa imani ya umma hata kama wewe ni mwanachama au unatumikia serikali. Alisema kuwa wananchi wanastahili huduma kwa wakati na uongozi wa uwazi katika kila ngazi. Alionya kwamba maafisa wanaojificha nyuma ya urasimu au nyuma ya chama kinachotawala watakabiliwa hivi karibuni na hata kupata adhabu kali. Maneno yake yalionyesha shinikizo lililokuwa kwa viongozi kutoa matokeo yanayoweza kupimika. Mazingira ya chumbani ndani ya chumba hicho cha bunge yalizidi kuwa mazito, huku hotuba yake ikiendelea na kuzua taharuki. Wengi waliona kuwa hii ilikuwa zaidi ya maneno, lakini tamko la nia. Paul Makonda aliweka wazi kuwa mapambano hayo si ya mtu binafsi, bali ni ya kitaasisi. Alisema lengo ni kurejesha weledi na kujenga upya imani katika utendaji kazi wa serikali ndani ya utawala wa CCM. Kulingana na Paul Makonda, ni lazima mifumo ifanye kazi kwa ajili ya watu wa Tanzania na si kwa ajili ya kuwafariji walio madarakani. Alielezea siku zijazo ambapo utendakazi ndio utakuwa kipimo pekee cha usalama wa kazi. Ujumbe ulikuwa kwamba hakuna nafasi ambayo ingezuiliwa na uchunguzi. Maono haya yalizua mjadala mkali miongoni mwa wabunge. Hata hivyo, baadhi ya wabunge walikaribisha msimamo huo wa kijasiri na kuunga, wakisema unaakisi masikitiko ya wananchi wa kawaida. Walisema kuwa uongozi dhabiti ni muhimu ili kuvunja mazoea yaliyokita mizizi. Wengine hata hivyo vilevile walionyesha wasiwasi juu ya uwezekano wa usimamizi unaoendeshwa na hofu. Walionya kwamba shinikizo la kupita kiasi linaweza kuwavunja moyo maafisa waaminifu ama viongozi wanaotumikia serikali. Mitikio mseto iliangazia uwiano kati ya nidhamu na ari. Hata hivyo, hotuba hiyo ya Paul Makonda ndani ya bunge ilitawala mijadala ndani na nje ya ukumbi huo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa walieleza matamshi ya Paul Makonda jana kuwa ni mabadiliko katika ajenda mageuzi ya ndani ya serikali. Walibainisha kuwa lugha hiyo ya Paul Makonda ya moja kwa moja haitumiki sana katika mazingira ya bunge. Kwao iliashiria mabadiliko kuelekea mfumo wa uwajibikaji mkali zaidi. Pia walieleza kuwa mahitaji ya umma ya uwazi yamekuwa yakiongezeka mara kwa mara. Hii walisema labda iliathiri sauti ya waziri. Wakati huo ulionekana kama ishara mabadiliko ya utamaduni wa kisiasa. Mwitikio wa umma ulikuwa wa haraka, ulienea kwa kasi katika majukwaa ya mitandao ya kijamii. Wananchi wengi walimpongeza waziri huyo kwa kueleza kile ambacho walikuwa wakikihisi kwa muda mrefu. Walisema uzembe katika ofisi za juu serikalini ama ofisi za umma umepunguza maendeleo na kuathiri maisha kila siku ya Mtanzania. Wengine
wengine waliitaka serikali kuhakikisha usawa katika kutekeleza viwango vipya. Mjadala uliakisi jamii yenye shauku ya mabadiliko, lakini yenye tahadhari kuhusu jinsi yanavyotekelezwa. Hotuba hiyo ikawa mada inayovuma nchi nzima. Makonda alisisitiza kuwa mageuzi yataongozwa na sheria zilizo wazi na vigezo vya utendaji. Alisisitiza kuwa uwajibikaji hautakuwa wa kuchagua au kuchochewa kisiasa. Kulingana naye, kila idara itatathminiwa kulingana na matokeo. Hata hivyo, hii alisema itahimiza utamaduni wa uwajibikaji. Wazo la tathmini inayotegemea utendaji ilizua msisimko na wasiwasi miongoni mwa maafisa. Wengi walishangaa jinsi mabadiliko hayo yangeanza kutumika hivi karibuni. Pia alisisitiza hitaji la uongozi wa maadili. Alisema kuwa uadilifu lazima uwe msingi wa utumishi wa umma. Bila uaminifu, alisema, hakuna sera au mpango unaweza kufanikiwa. Matamshi yake yaliandaliwa kama wito kwa dhamiri kwa wale waliokabidhiwa rasilimali za umma. Ujumbe ulikuwa kwamba uongozi ni wajibu, sio upendeleo. Mwelekeo huu wa maadili uliongeza kina kwa tamko lake Paul Makonda. Wabunge walihoji jinsi serikali itahakikisha uwazi katika mchakato wa utekelezaji. Baadhi walitoa wito wa uangalizi huru ili kuzuia matumizi mabaya ya madaraka. Wengine walipendekeza kuimarisha taasisi zilizopo ili kufuatilia utendaji kazi. Majadiliano hayo yalifichua hamu ya pamoja ya mageuzi hata miongoni mwa wakosoaji. Changamoto, wengi walisema, iko katika utekelezaji. Kikao kiliisha kwa hisia ya haraka. Mashirika ya kiraia pia yalipima uzito na kuitaka serikali kuwalinda watu wa taarifa. Walionya kwamba hofu ya kulipiza kisasi inaweza kuwanyamazisha wale wanaofichua maovu. Wakati huo huo, walikiri umuhimu wa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya ufisadi. Kauli zao zilionyesha matumaini ya tahadhari. Walitoa wito wa mageuzi ambayo ni madhubuti na ya haki. Hata hivyo, mazungumzo ya kitaifa yaliendelea kukua ndani ya bunge hilo baada ya matamshi yake Paul Makonda. Wanauchumi pia mitandaoni walibainisha kuwa utumishi wa umma wenye ufanisi ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi, wakimuunga mkono Paul Makonda ambaye ametangaza vita kali na viongozi au watumishi wa umma ambao hawatumiki wananchi vilivyo. Walisema kuwa ucheleweshaji na usimamizi mbaya hukatisha tamaa uwekezaji. Kauli za Makonda, walisema, zinaweza kurejesha imani iwapo hatua madhubuti zitachukuliwa. Utawala ulioboreshwa, waliongeza, unaweza kufungua fursa mpya. Uhusiano kati ya uwajibikaji na maendeleo ukawa mada kuu ndani ya bunge hilo. Hata hivyo, hotuba hiyo ilionekana kuwa chachu ya mageuzi mapana. Ndani ya duru za serikali, viongozi walianza kupitia taratibu za ndani. Baadhi ya idara zimeripotiwa kufanya mikutano ya dharura kutathmini utendakazi na hotuba yake Paul Makonda. Hisia ya shinikizo ilionekana katika wizara zote. Wafanyikazi wengi walionyesha wasiwasi kuhusu tathmini zijazo. Wengine walikaribisha nafasi ya kudhibitisha kujitolea kwao. Majibu ya ndani yalionyesha athari ya maneno ya waziri. Wapinzani walitumia wakati huo kudai utekelezaji thabiti. Walisema kuwa mageuzi lazima yatumike kwa wote bila kujali hali. Haki ya kuchagua, walisema, itadhoofisha uaminifu wa kampeni. Maoni yao yaliongeza safu nyingine kwenye mjadala. Mazingira ya kisiasa yalibadilika zaidi. Suala hilo lilivuka mipaka ya chama. Kadiri siku zilivyosonga, kauli ya Makonda ilibaki kuwa kumbukumbu katika mijadala ya umma. Vyombo vya habari viliendelea kuchambua athari zake. Maneno pigana dhidi ya uzembe yaliyotolewa na Paul Makonda yalinukuliwa sana katika mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari tofauti nchini Tanzania. Mtazamaji, je, wewe mtazamo ama maoni yako ni yapi? Na kuachia uwanja huu wa comment section unijuze maoni yako.